Imani ndio kitu kinachomfanya Mungu anyoshe mkono kwenye maisha ya mwanadamu na kufanya jambo kwenye maisha yake. Biblia inasema pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Waebrania 11:6 inasema kila mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yupo, naye huwapa thawabu wale wote wanaomwendea. Kwa hiyo kama hawezi kumpendeza Mungu, maana yake Mungu afanye kitu mahali ambapo hawezi kupendezwa. Nasema kila amwendeaye lazima aamini kwamba yeye yupo, naye huwapa thawabu wale wote wanaomwendea. Kwa hiyo thawabu maana nini? Kuna package ambayo inakuja kama matokeo wewe kuamini Mungu kwamba yupo kwenye jambo fulani. Kwa ukimwamini Mungu juu ya jambo fulani, kuna package, kuna kifurushi kinaachiliwa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hauwezi kupokea chochote kutoka kwa Mungu pasipo imani. Chochote kile ambacho unataka Mungu akiachia kwenye maisha yako akutendee au kitoke kwa Mungu kije kwako, lazima kwanza imani iwepo. Kwa sababu Waebrania 11:6 inatuambia kila amwendee Mungu lazima aamini kwamba yupo, naye huwapa thawabu wale wanaomwendea. Wanaomwendea kwa nini? Wanaomwendea kwa imani juu ya maeneo fulani fulani. Kwa ukimwendea kwa imani juu ya eneo fulani, kuna kifurushi, kuna zawadi, kuna package, kuna kitu kinaachiliwa kwako kinachohusu eneo hilo. Kwa eneo gani ambao unataka kumwamini Mungu kwalo? Unataka kuwa juu kwenye hilo eneo. Ukimwamini Mungu kwenye hilo eneo, sasa na neno lake, kuna kitu kinachosema kila mtu anayekuja kwake lazima aamini kwamba yupo, naye huwapa thawabu wale wanaomwendea. Thawabu ni kama zawadi fulani. Ni kama kwenye mashindano fulani, alafu anayeshinda anapewa kitu. Kwa sababu huwapa thawabu wale wanaomwendea. Kwamba pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Kila anayemwendea yeye lazima aamini kwamba Mungu yupo, naye humpa thawabu yule anayemwendea. Anayemwendea yeye kwenye nini? Kwenye eneo fulani. Ukimwendea Mungu kwa imani juu ya eneo fulani, ukiamini kwamba yupo na atakusaidia kwenye hilo eneo fulani, kuna kitu kinaachiliwa kwako kwenye hilo eneo husika. Unajua Mungu ni mkubwa sana kwa kiwango ambacho hastahili kuwekewa mashaka. Kwa sababu akiongea, anaongea kutokana na ukubwa wake na uwezo wake na nguvu zake. Haongei kutokana na kitu kingine chochote. Yaani haongei kutokana na mazingira, wala haongei kutokana na tunavyojiona sisi na tulivyo. Anaongea kutokana na yeye alivyo. Yaani Mungu akiongea neno lolote, haongei kutokana na kitu kingine chochote kile. Anaongea kutokana na yeye mwenyewe alivyo. Anajiangalia saizi yake, anajiangalia uwezo wake, anajiangalia nguvu zake, anajiangalia alivyo yeye, then anaongea. Kwa hiyo na Mungu ni mkubwa sana. Biblia inatuambia mbinguni ni mahali pa kiti chake, duniani ni mahali pa kuweka miguu yake. Ni Mungu mkubwa ambapo mbingu nzima ni mahali pa kiti chake na dunia hii ni mahali pa kuweka miguu yake. Tunamwongelea Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani ya siku 6. Zaburi 24:1 inatuambia nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Huyo ndio Mungu ambaye tunamwongelea. Kwa hiyo akiongea kitu anajiangalia katika ukubwa huo. Yeye aliyesema iwe nuru, nuru ikawa. Yeye aliyewalisha wana wa Israeli miaka 40 kwa chakula ambacho kinatoka mbinguni. Yeye aliyepasua bahari ya Shamu. Yeye aliyetoa maji mwambani. Huyo Mungu kwa akiongea anaongea katika ukubwa wake huo. Biblia inasema yeye ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Yeye ni Mungu ambaye yuko juu ya yote. Kwa ni Mungu ni mkubwa kiasi kwamba hastahili kuwekewa mashaka. Mwanadamu akamwambia kitu, uweze kutia mashaka sababu ni mwanadamu. Uweze ukawa hauamini uwezo wake. Lakini Mungu ni Mungu ambaye hastahili kutiliwa mashaka. Sikiliza. Tunamwongelea Mungu ambaye hakuna uchumi wa dunia hii unaweza kumyumbisha. Haupo. Yeye Mungu aliyetoa pesa kwenye samaki, utamwambia nini? Unajua wameenda kulipa kodi, unafika pale, anaweza kina Yuda wa Shikaera, anaambia tunaenda kulipa kodi. Anaambia mna shida Petro. Maki yeye ndo alikuwa mtaalamu wa uvuvi. Nenda ziwani pale. Chukua ndoano, usichukue nyavu saizi, chukua ndoano. Mchana kweupe, mkono wako wa kulia tupa nyavu. Samaki atakatoka kwanza, angalia kinywani kuna shekeli. Una hela, njoo ulipe kodi. Simple. Ni kitu gani kitakachomshinda Mungu? Aliyeweza kutoa pesa ndani ya samaki. Sikiliza, ile sio story, ni kitu cha kweli. Sasa tangu lini samaki akawa na hela? Hiyo itasha kuambia kwamba Mungu anza akafanya chochote, muda wowote, mahali popote, kwa njia yoyote ambayo hujui. Sikiliza, usitafute kufigure out, kutafuta namna itakavyokuwa. Ukishaanza kutafuta namna itakavyokuwa, tayari ushapoteza. Kwa sababu utakuwa confused. Biblia inatuambia mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu, na njia zake juu sana kuliko njia zetu. Sema kama mbingu na ardhi zilivyo mbali, ndivyo mawazo yetu yalivyo mbali na mawazo yake. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo mwanadamu atafikia hata robo ya mawazo ya Mungu, au hata robo ya njia za Mungu. Tunaruhusiwa tu kujua njia za Mungu kwa neno la kwake. Biblia inasema Mungu alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Kwa wana wa Israeli walikuwa wanaona miujiza, ila Musa alikuwa anajua namna ya kutengeneza miujiza. Na sisi tunapewa kuzijua njia za Mungu kwa neno lake, na mambo gani ya kufanya, kitu gani cha kutembea nacho ili kizaliwe kinachotakiwa kuzaliwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hiki ninachokuambia ni kitu kimoja wapo. Kuna namna ukitembea nacho utaona matokeo kwenye maisha yako. Tunamwongelea Mungu aliyeleta mana miaka 40 na kura kutoka mbinguni.
Ile kitu iko kutoka mbinguni inashuka. Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli watakula nyama mpaka zitoke kwenye mapua yao. Musa mwenyewe alidoubt, akamwambia Mungu, hata ungesema uchukue mifugo yote tulionayo tuchinje, haiwezi kutosha watu hata kwa mlo huu mmoja. Iweje useme kwamba watakula nyama mpaka ziwa Kinai? Mungu akamwambia Musa, je, kuna jambo lote ambalo linanishinda mimi? Akamwambia hivi, nikisema sitalitenda? Musa alienda kuambia kwa kumwamini Mungu kwa neno lake, ila mwanzoni hakuwa na imani. Alimwambia Mungu, nikamwambia utakula nyama mpaka ziwa Kinai, hata tukichukua mifugo yote tulionao hapa tukachinja haitatosha. Mungu akamwambia hilo jambo ni ndogo kwangu. Sasa walikula hawakula? Walikula mpaka zikawa Kinai, zikatokea puani. Sasa kama Mungu aliwalisha nyama kwa staili ile, wako jangwani na walikula, ije kuwa kwako? Na walikula nyama bila kuchinja mnyama wao hata mmoja. Hakuna mtu aliyechinja mnyama wake, ila walikula nyama. Wewe unaangalia bajeti yako. Mungu anaweza kufanyia kitu bila kugusa tamia ya kwako, ila tu atapitisha kwenye mkono wako. Kuna namna atatengeneza mazingira, kuna package ya pesa inaweza kaja kwako bila kutumia ile uliokuwa nayo mwanzo, ambapo ulikuwa unatazamia kwamba naweza nikatumia hii kaishia njiani. Na tutazama mazingira, unapata nyingine ambayo inakufikisha kule kabla hata kugusa ya kwako. Kwa nini nimekuambia hii mifano? Nakwambia mifano hii kama hii ili uone kwamba ni Mungu ambaye tunapaswa kumwamini kwenye kila jambo la maisha yetu. Biblia inasema ninatengeneza njia pasipokuwa na njia. Unajua ile neno sio kama watu wanafikiriaga. Maana akaanza akaleta pesa pasipokuwa na pesa. Akaleta uponyaji mahali penye ugonjwa. Akaleta kuinuka juu mahali ambapo mtu yuko chini. Akaleta kitu mahali ambapo hakipo. Anatengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Tena anasema hivi, ninatoa maji jangwani na mito ya maji nyikani. Huyo ndio Mungu anasema hivyo. Bado unatia mashaka? Ni Mungu ambaye hapaswi kuwekewa mashaka.